Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba Urusi tayari imeshinda vita na kwamba wakati huu haipaswi tena kufanya shambulizi la aina yoyote katika taifa la Ukraine. Rais huyo wa Marekani aliweka wazi wakati wa mazungumzo na viongozi wa Ulaya kwamba anaamini Urusi imeshaishinda vita nchini Ukraine. Gazeti la Bloomberg lilieleza likinukuu vyanzo mbalimbali. Kulingana na shirika hilo la habari, Trump alirudia idadi ya hoja ya mazungumzo na Kremlin na hivyo kuwafahamisha viongozi wa Ulaya kwamba alikuwa na mwelekeo wa kutambua ukuu wa kijeshi wa Urusi katika mzozo na Ukraine. Trump alifanya mazungumzo ya simu na viongozi wa nchi kadhaa barani Ulaya baada ya kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, mataifa ya kimagharibi hayataki kusikia neno Urusi imeshinda katika vita nchini Ukraine na kwamba hawataki kusikia hayo, huku wakitaka zaidi kupeleka majeshi yao kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Urusi. Putin na Trump walipigana simu kwa zaidi ya saa 2 Jumatatu ya wiki hii. Walijadili zaidi ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Kufuatia wito huo, Putin alisema kwamba awali ya yote amemshukuru Trump kwa msaada wa Marekani katika kurejesha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine. Na kwa mujibu wa rais wa Urusi, Moscow iko tayari kufanya kazi na Kiev katika mkataba kushughulikia masharti ya uwezekano wa makubaliano ya amani ya siku zijazo, ikiwa ni pamoja na kufafanua idadi ya misimamo. Hata hivyo, kuondoa sababu kuu za mgogoro huu bado ni jambo muhimu kwa Urusi, alisisitiza rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, kiongozi huyo katika siku za hivi karibuni alitembelea katika mkoa wa Kursk, moja kati ya mikoa ambayo ilivamiwa na wa Ukraine kuanzia mwezi wa Agosti, ambapo waliweza kufanya mashambulizi kadhaa, lakini Urusi kwa kutumia jeshi lake pamoja na jeshi la Korea ya Kaskazini ilipambana kuhakikisha inawaondoa wapiganaji kutoka nchini Ukraine. Hata hivyo, Urusi ilikuwa ikidai kwamba wapiganaji wengi, baadhi yao ni kutoka katika mataifa ya magharibi wakiunga mkono Ukraine, licha ya kwamba watu wa magharibi wanadai hawakupeleka majeshi yao licha ya kupeleka silaha kwa wingi katika taifa hilo la Ukraine. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, mpango wake ni kumaliza vita hivyo, lakini moja kati ya jambo ambalo watu wa magharibi hawapendi kusikia kabisa ni kumsikia kiongozi huyo rais wa Marekani akidai kwamba Urusi imeshashinda vita, wao wakiamini bado wana nafasi ya kupambana na Putin katika vita hivyo, huku wakiamini Ukraine inaweza ikashinda. Lakini moja kati ya kitu ambacho hawapendi kuona ni kama vile wamedhalilika baada ya kutoa misaada ya kijeshi na kiutu na kifedha kwa Ukraine ndani ya miaka 3 bila mafanikio yoyote. Ufaransa, Uingereza na Ujerumani ni moja kati ya mataifa ambayo wakati huu yanaona bado yana nafasi ya kupambana na Urusi, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akisema ana uwezo wa kupambana na mataifa yote na hakuna mwanamume katika Ulaya anayeweza kupambana naye akashinda katika vita hivyo, huku akikumbusha vita vya pili vya dunia ambavyo Urusi iliishinda Ujerumani ya Kinazi wakati wa Adolf Hitler. Mtazamaji wa The World News, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua yanayojiri duniani.